Gari lililokimbia ghafla lilienda kwa kasi kuelekea kwa mwanamke kwenye kiti cha magurudumu. Katika wakati huu muhimu, mtu mmoja akiwa na samaki wa kuchoma alijitokeza kwa kichawi. Kwa teke moja alisimamisha gari kabisa, akamwona ameshtuka. Akampa kwa wema samaki aliyekuwa amechoma hivi punde, lakini alizuiwa vikali na msaidizi wake akisema ni chakula cha taka. Bila kutarajia, yule mtu alinguruma ghafla na wimbi la sauti likamwondoa msaidizi mbali, kisha akamshika mwanamke kidevu na kumlazimisha kula samaki kwa nguvu. Baada ya mwanamke kumeza samaki, alikuwa na mmenyuko usio wa kawaida na mwili wake ukawa moto ghafla kana kwamba utapasuka. Ilibadilika kwamba samaki huyu alibadilishwa na joka la kimungu. Kuona hivi, yule mtu aligundua mwili wake wa kibinadamu hauwezi kuhimili nishati ya joka la kimungu. Kabla hajapasuka, yule mtu alimbeba moja kwa moja na kutoweka, akimwacha msaidizi aliyepigwa tu akimwita baba wa mwanamke kwa msaada. Yule mtu alitumia haraka nguvu za ndani kusaidia kuongoza nishati iliyozidi. Wakati huo, baba wa mwanamke alikimbia na walinzi wake. Alipomwona bintiye akidhulumiwa na mgeni, aliwataka walinzi kwa hasira wamfundishe adabu. Kwa hiyo wakamzunguka mara moja na kuchukua mkao wa kushambulia mmoja mmoja. Hata hivyo, yule mtu aliwaangalia tu kwa upole, wakaganda papo hapo, kisha kwa kubonyeza kidole chake wale walinzi mara moja wakaonekana kurogwa na mwishowe wakageuka kuwa watoto wa mbwa. Baba na binti walishtuka na kukosa la kusema kwa muda mrefu.